A'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ikhwatul kiram. Baada ya kumshukuru Allah jalla jalalu na kumtakia rehma na amani kipenzi cha umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tuko katika mwendelezo wa maudhui zetu kama ilivyo kawaida biidhnillahi tabaraka wa taala. Ndugu zangu wapendwa watazamaji, kwa wale Waislamu nadhani leo ni mwezi 19. Kwa wale ambao wanafuata hapa Tanzania na East Africa ama Afrika Mashariki na Kati, leo ni Ramadhani 19 au mwezi 19 Ramadhani. Na kwa wale ambao wanafuata mwezi wa kimataifa ama wafuata Saudia, leo kwao ni 20. Leo ni mwezi 20. Ndugu zangu, Ramadhani ndiyo hiyo inatuaga. Ramadhani inatuaga. Unaona kama tulianza juzi tu kufunga lakini tunaona sasa tumeshafika Ramadhani ya 19, wengine wamefika 20. Bimaana hatuko mbali tena na lile 10 la mwisho. Sasa leo ninakuletea dua mujarrab. Dua hizi ndugu zangu mpendwa, wapendwa watazamaji, utazitumia ndani ya 10 la mwisho, fi ashri al-awakhir, katika 10 la mwisho. Na dua hizi ziko mbili. Afdalu dua fi ashri al-awakhir, ni dua bora sana kuzitumia ndani ya 10 la mwisho. Ndani ya 10 la mwisho hili ndugu zangu ndipo ilipo Lailatul Qadr. Ule usiku wa Lailatul Qadr unapatikana katika 10 la mwisho. Lakini si Lailatul Qadr tu, lakini pia hata ile Qismatul Arzaqa inatokea ndani ya 10 la mwisho katika usiku wa Lailatul Qadr. Bimaana watu kugaiwa riziki zao, kupangiwa mambo yao ya mwaka mzima yanapangwa katika usiku huo wa Lailatul Qadr kupitia aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amri. Wakasema mufassiruna hapa, kila kitu cha mwanadamu ndani ya mwaka mzima kinapangwa hapo. Kwa hivyo dua hizi tuzitumie sana sana, tusikose kuzitumia hizi dua ndani ya 10 la mwisho. Dua ya kwanza, tukithirishe sana kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema Allahumma balighna Lailatul Qadr. Ewe Mwenyezi Mungu, tufikishe usiku huo Lailatul Qadr, lakini si kutufikisha tu, lakini pia tuupate usiku huo wa Lailatul Qadr, kwa sababu usiku huo ukiupata, ndugu yangu mpendwa mtazamaji, unakuwa umeandikiwa umefanya ibada, yani unaandikiwa thawabu za mtu aliyefanya ibada kwa muda wa miaka 83 na zaidi. Dua hii tukithirishe sana, Allahumma balighna Lailatul Qadr, Allahumma balighna Lailatul Qadr. Kila siku mara kwa mara tuombe dua hii. Lakini dua namba 2 ni dua inayosema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dua hii nambari 2 tuiombe sana katika 10 la mwisho. Na hii dua ndiyo ile dua ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia hadithi ya Mama Aisha baada ya kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha alimtu, Mama Aisha alimwambia Mtume, idha alimtu annaha Lailatul Qadr, hivi nikijua kwamba usiku huo ndo usiku wa Lailatul Qadr kwa alama ambazo alizieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama Aisha akamwambia, hivi nikijua kwamba usiku huo ndo usiku wa Lailatul Qadr, fama aqulu, nitafanya nini sasa Mtume? Nitaomba nini? Nitasema nini? Mtume akamwambia asome dua hii, asema quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ewe Mwenyezi Mungu, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe, nisamehe. Ndugu zangu, dua hizi ni dua mujarrab. Afdalu dua fi ashri al-awakhir, ni dua bora katika 10 la mwisho. Tuzitumie hizi na tusiziache ndugu zangu katika iman. Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala tulipa yale yaliokuwa ya kheri, na tutakuwa ni miongoni mwa wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatusamehe madhambi yetu, lakini pia atatuacha huru kutokana na moto wa Jahannam, na tutapata dua za malaika katika
kumi hilo la mwisho ambazo huwa wanashuka katika usiku wa Lailatul Qadr. Na kubwa kuliko, ndugu yangu mpendwa mtazamaji, usikose kuwa ni mwenye kusimama walau kwa masaa machache, hata masaa mawili au lisali moja, basi kuwa ni mwenye kusimama ndani ya kumi hili la mwisho, usiache, kwa sababu ni kumi la mwisho na ni kumi ambalo lina mambo mengi ya muhimu sana sana. Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi sote na atujalie tuwe ni wenye kusikia yaliyokuwa mazuri na kuyafanyia kazi. Wallahu alam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.